Tuvuke tu upande wa pili katika eneo hilo, huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukiendelea kubisha hodi. Visa vya vurugu vinaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Bungoma, maafisa wa polisi wakitakiwa kuwajibikia jukumu lao ipasavyo. Wakazi wa wadi ya Maini kwenye eneo bunge la Kimilili wamelalamikia utovu wa usalama. Viongozi walionyesha azma yao ya kutaka kujitosa katika ulingo wa siasa. Wanasema watu wamekuwa wakivamiwa na magengi ya watu na hata baadhi yao kushambuliwa na risasi. Augustine Were anatuchorea taswira kamili. Kiongozwa na mwanasiasa Ramadhan Abdulaziz ambaye amevamiwa mara mbili, wamesema kuwa licha ya matukio hayo hakuna hatua yoyote imechukuliwa na polisi. Walipiga marisasi zaidi ya 5. Maaskari walikuja wakafanya uchunguzi yao, mpaka saa hii sijaona jambo lolote. Jana mwendo wa saa 10 jioni kuna huyu ndugu yangu anaitwa David Barasa ambaye alikuwa MCA Kimilili Ward. Alikuja mahali na akaanza vita. Wakati tulijaribu kujitetea, aliumiza ndugu yangu mmoja, kijana wangu anaitwa Tekno, mkono ikavunjika. Alafu si kwenda kuripoti, tuliandikisha. Baadaye OCS anakuja tu mwendo saa 1 ananichukua ati nimehitajika Bungoma. Sasa nataka kuuliza OCS wa Kimilili alikuwa ananipeleka wapi, na mbona maisha yangu imekuwa yenye hatari sana, na mbona nimekuwa na report cases zangu pale Kimilili Police Station na hakuna hatua yoyote imekuwa ikichukuliwa. Tunasikia tu ya kwamba tunahitajika sijui kwa county commissioner, sijui tunahitajika kwa county commandant, but hakuna leta yoyote, barua yoyote ambayo wakili amepewa ama ambayo si tumepewa ya kuonyesha tunahitajika huko. Mwanasiasa huyo sasa anataka vitengo vya usalama katika kaunti ya Bungoma kumpa usalama wa kutosha, akisema kuwa maisha yake yamo hatarini. Augustine Were, NTV kutoka kaunti ya Bungoma.